mechi ya mkondo wa kwanza kati ya RS Berkane ambao ni wenyeji dhidi ya mgeni Simba, mechi ambayo itachezwa majira ya saa 4 usiku kwa saa za hapa nyumbani Afrika Mashariki, hapa nyumbani Tanzania. Unajua mchezo huu hautizamwi tu Tanzania peke yake, Afrika Mashariki pia. Kuna Watanzania walioko Kenya, kuna mashabiki wa Simba ambao wako Kenya, wako Uganda, wako Rwanda, Burundi, wana huko nao pia wanaotazama. Sasa kwa saa za Afrika Mashariki na saa za hapa nyumbani Tanzania itakuwa ni saa 4 kamili usiku. Tuanze kumulika mchezo wenyewe. Nyota wa kuchungwa katika kikosi cha RS Berkane na safari nzima ya RS Berkane walikotoka, kuanzia hatua za awali, makundi, robo finali, nusu finali, hata finali. Ni timu ya aina gani na wanachezaje na hatari yao zaidi iko wapi? Tuanzie hapo Kisiki. Ni sehemu nzuri sana ya kuanzia, na tukianza na Berkane hii ambayo tumeiona mpaka hivi sasa ipo katika hatua ya finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Tunaanza kutazama safari yao ilikuwaje kutoka walipotoka mpaka hivi sasa wamefika wapi, kwa maana ya performance wise, namna ambavyo wanacheza. Berkane ni timu ambayo sio timu ya kwanza. Watu niwaambie labda kitu ambacho wakifahamu, sio timu ya kutisha sana kwa Morocco kama zilivyo kwa majina Wydad na Raja Casablanca. Sio timu ya level hiyo. Ni timu ambayo ina ushindani, ina uwekezaji mkubwa na inapambana sana kuwekeza kila siku ili kufikia level ile ambayo wanatamani kuwa nayo. Na ukiangalia msimu huu wameshiriki kombe la shirikisho Afrika kwa sababu hawakumaliza kwenye nafasi ambazo walitakiwa kushiriki ligi ya mabingwa. Wakati FAR Rabat yeye alipata tiketi ya kushiriki ligi ya mabingwa Afrika kwa pale Morocco, lakini wao hawakupata tiketi ya kushiriki ligi ya mabingwa Afrika. Sasa baada ya kupata tiketi ya kuja kuwakilisha katika kombe la shirikisho Afrika, wamejikuta wamefika finali. Na finali hii ambayo wamefika, wamekutana na vigogo wengi ambao wamewatoa kwenye soka. Miongoni mwa timu ambazo wamekutana nazo kwenye makundi, walikutana na timu ya Stellenbosch hii ambayo imecheza na Simba, sio? Lakini pia kwenye hilo kundi ambalo wao walikuwepo, ilikuwepo timu ya Zamalek kundi moja. Lakini ukiangalia kwenye hilo kundi, licha ya kuwa na hao watu wote, walimaliza vinara wa kundi. Kwa hiyo ukiangalia kumaliza kinara wa kundi mbele hizo timu ambazo nimekutajia, pia ni rekodi nyingine ambayo wameitengeneza nzuri zaidi. Baadaye wanakwenda kwenye hatua inayofuata, kwa maana ya hatua sasa ya nusu finali. Walimaliza katika kundi B. Kundi B wakiwa vinara wa kundi, tena wakiwa hawajapoteza mchezo. Ndio. Kwenye hilo kundi walitoa sare mchezo mmoja na wakamaliza kundi kwa alama 16 kabisa. Na ukiwatazama namna ambavyo walikuwa wanacheza, ni timu ambayo ilikuwa inacheza kwa mikakati zaidi mpaka wanafika hapo walipokuwa. Wanakwenda hatua ya nusu finali. Wao wakakutana na Constantine ya nchini Algeria pale. Constantine ni timu ambayo ilikuwa kundi moja na Simba. Na kumbuka wao walimaliza nafasi ya pili Constantine chini ya Simba. Berkane mechi ya kwanza anashinda magoli 4 nyumbani. Na mechi ambayo nilipata nafasi ya kutazama game zote mbili. Game ya kwanza Berkane nyumbani, game plan yao ilikuwa attacking game. Muda mwingi wao ndo walikuwa wanashambulia. Constantine walikuwa wanacheza defensive game, kwa maana wanasubiri makosa ya Berkane kwa ajili ya kwenda kuwashambulia. Na wakawa wana hatari kubwa sana. Nani ambaye aliweza kuathiri mchezo wa kwanza wa nyumbani
Constantine, kati ya Constantine na Berkane, na ndo hao wachezaji ambao tunawazungumza wanatakiwa kuchungwa zaidi kuelekea kwenye mchezo huu. Kuna nyota anaitwa Osama ambaye anavaa jezi namba 9 ndani ya kikosi cha Berkane. Huyu alifunga bao la 4 kwenye mechi ya Berkane na Constantine. Ndiye aliyekuwa mchezaji hatari ama msumbufu kwenye eneo la ushambuliaji kwa upande wa Berkane. Aliwasumbua sana mabeki wa Constantine na alikuwa anafanya movement nyingi sana ambazo ni hatari, na tuliona kwa staili yake ya uchezaji aliwafanya sasa wawe na hofu kubwa sana Constantine kwenye kuzuia. Na of course mechi yake na staili yake ya uchezaji ilikuwa wonderful kweli kweli. Lakini baadhi ya wachezaji ambao wamekuwa na kiwango bora, nilimzungumza Mateus Santos, miongoni mwa mchezaji ambaye mzuri sana kwenye kushambulia, tena akiwa anataki zaidi kutokea maeneo ya pembeni. Lakini wana kiungo mkabaji ambaye kazi yake kubwa zaidi ni kutengeneza balance ya timu. Namzungumza Mamadou Lamine Camara ambaye pia amekuwa akitajwa kuhusishwa na timu ya Al Ahly ya pale Misri. Huyu ni kiungo mkabaji ama ulinzi ambaye anasifika zaidi kwa kutumia akili kubwa sana kwenye kuzuia. Lakini Hamza miongoni mwa mabeki ambao pia wa kushoto mwenye kasi zaidi na uwezo wa kushambulia. Lakini huyu inasemekana kuelekea kwenye game watamkosa Berkane mbavu ya kushoto. Lakini pia yuko Issoufou Dayo ambaye anasifika kwenye eneo la kuzuia, hasa eneo la kati, na skills yake kubwa ni kucheza mipira ya chini zaidi. Ni type ya mabeki kama kuna beki mmoja aliwahi kuja na Wydad, I think Laja Wydad, alikuja hapa Benjamin Mkapa, raia wa Kongo kama unamkumbuka. Alikuwa Wydad alipasuka hapa mechi moja hivi, akapasuka hapa akatoka nje, alienda kushonwa akarudi tena. Type ya mabeki kama wale, ana uwezo mkubwa wa kuzuia hasa mipira ya chini. Lakini pia ni beki ambaye 1v1 sio rahisi kuweza kumpita. Huyo ni Issoufou Dayo, moja kati ya mabeki wazuri sana wakati, na ni beki wa kutumainiwa, na inawezekana akawa anaangaliwa kama mtu wa kwenda kusaidia Berkane kuelekea mechi. Lakini pia kipa wao ana uzoefu mkubwa sana, Munir El Kajil, na nilizungumzia uwezo wake, namna ambavyo ana uwezo wa kufanya saves, lakini pia uwezo wa kuanzisha mashambulizi na kuzungumza na defense. Ndio, na yule alikuwa anaitwa Hassan Zola. Yes, Hassan Zola, mmoja kati ya mabeki ambao kwenye style yake ya uchezaji tunasema ni wale mabeki wanaokamia mechi, na yeye yule ana type ile ya uchezaji. Issoufou Dayo ana uwezo mkubwa wa kuamua kwamba hii mechi nataka leo hiyo kwa upande wangu mimi. Kwa hiyo hiyo ni tahadhari kwa washambuliaji wa Simba. Mwingine Yusuf Mahil, miongoni mwa washambuliaji pia mwenye uwezo mkubwa sana wa kufunga, na anatakiwa pia kutazamwa zaidi kwenye swala zima la uzuiaji Simba, hasa wanapokwenda kumzuia. Hiyo ni quality ya wachezaji ama ni idadi ya wachezaji wa Berkane ambao wana hatari zaidi kwenye kushambulia, kwenye kuzuia na balance yao ya goalkeeping. Lakini turudi hapo tunazungumza ubora wa Berkane, lakini wanasema hakuna timu ambayo haina mapungufu. Berkane pia wana mapungufu yao, na system yao ya uchezaji mara nyingi utawaona wanacheza 4-2-3-1. Na 4-2-3-1 wakiwa na attack wako nyumbani, huwa wana attack na idadi kubwa, wanaacha kiungo mkabaji mmoja, wanaenda na idadi ya wachezaji 5 katikati ya mstari, na wakipanda juu zaidi ya mstari mawinga wanaingia kwenye zile half space. Chini hapa wanabaki na almost viungo 3. Juu anakuwa center forward mmoja ambaye yeye kazi yake ni moja, anasimama katikati ya namba 4 na namba 5. Kwa hiyo kama nyie namba 4 na namba 5 atakuwa hana uwezo beki namba 4 wa kumfuata namba 9 wao ambaye mara nyingi sana wanamtumia Osama kwenye hilo eneo. Kama mtakuwa mna uwezo wa kumfuata, kuna urahisi sana kutengeneza magap ambayo yanaweza kusababisha zile penetration pass kupita, ama mkimwacha akawekewa mipira kwenye movement inaweza ikawa hatari zaidi. Aliwafunga Constantine goli la aina hiyo, tena alipewa mpira katikati ya mabeki akauchapa kibao akafunga goli la 4. Kwa hiyo timu ambayo kwenye hilo eneo wako vizuri, lakini sifa nyingine wanacheza mipira ya juu kwenye eneo hasa la ushambuliaji, ni wazuri sana. Aerial balls
ama tunasema aerial duels ni wazuri sana. Kwa hiyo ni eneo ambalo pia Simba wanatakiwa kuwa makini zaidi, hasa mipira ya kona, mipira ya faulo ambayo inapigwa kama cross. Anapokuwa wanaruka wachezaji wa Berkane, pia mabeki wa Simba wanatakiwa kuruka jino kwa jino, ama tunasema aerial duels zote wanatakiwa kuzishinda wao, waende man to man. Man to man, maana yake nazungumzia hapa Abdrazak Hamza pamoja na Karabu kama anaanza, ama Shefondo Malone, kuruka vizuri mipira ya juu, kuhakikisha kwamba anaifikia ile mipira. Mmoja kati ya wachezaji ambao pia anasifika pia tena kwenye mipira ya juu ni huyu Yusuf Mahil. Ni mzuri sana mipira ya juu, lakini pia ukimwangalia Osama mwenyewe ni mzuri sana kwenda mipira ya juu, na hata ma center back wao mipira ya juu ni wazuri sana kuruka. Kwa hiyo ni eneo ambalo Simba wanatakiwa kuangalia kwenye mipira ya juu, hapo wawe makini kwenye kucheza. Hiyo ni Berkane kwenye sanaa yao ya kushambulia na uwezo wa kutengeneza nafasi wakiwa uwanja wa nyumbani. Huwa wana madhara kwenye maeneo gani? Huwa wana mapungufu kwenye maeneo gani? Timu yoyote bora huwa ikosi pia mapungufu. Mapungufu ya kwanza, Berkane wakishambulia huwa wanajisahau kwenye kuzuia. Na kwa nini wanajisahau? Kwa sababu wanapenda zaidi ku-overlap na idadi kubwa. Lakini Kiseki, katika mpira mfumo wowote ule, timu inaposhambulia once ikipoteza mpira huwa inaondoka kwenye shape. Lakini kikawaida timu huwa inajengwa kwenye sanaa ya tukiwa tunashambuliwa tunakuwa kwenye shape gani. Sasa shape ya Berkane wakiwa wanashambuliwa huwa wanakuwa kwenye shape ambayo ni rahisi sana kuweza kuwafunga. Na maanisha kwamba mfano iliwahi kutokea Spurs ama timu za Jose Mourinho. Timu ya Mourinho ikiwa inakushambulia shape yao ni idadi ndogo. Umeelewa? Ila timu ikipoteza mpira unakuta wako na idadi kubwa. Hiyo ni sanaa ya timu ya kiuchezaji. Berkane wakiwa wanashambulia wanakuwa na idadi kubwa. Hiyo ndio sanaa yao. Ila wakipoteza mpira wanakuwa na idadi ndogo nyuma. Sasa unatumiaje faida ya wao kuwa na idadi ndogo pale nyuma ili wewe kuweza kupata magoli? Maana yake tunarudi pale sasa, wanasema makosa yao hasa kwenye mipira ambayo wao wanakuja kushambulia, unapochukua haraka sana, tunasema zinaitwa quick reaction. Yani ukishachukua